Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni tena kwenye channel yetu. Sasa leo hii nitakuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukapambana na panya, paka pamoja na nyoka kuingia kwenye banda la kuku. Kuna siku nilielezea, nilikuwa nakwambia changamoto ambazo tuliwahi kukutana nazo na tulitamani sana tungejua jinsi gani tunaweza kuziepuka, lakini pia nilitamani tungezifahamu vizuri kabisa hizo changamoto. Nilikwambia moja ya changamoto ambayo ilitusumbua sana ni swala la paka. Paka alitusumbua sana kwa sababu alikuwa anatutia hasara ya mara kwa mara. Alikuwa anakula kuku, tulikuwa hatujui mpaka baadaye tukaja tukajua kumbe ni paka anakula kuku. Tulikuwa tayari nadhani tumeshapoteza kuku wengi sana. Kwa leo hii nitakuelekeza jinsi ambavyo utapambana na paka. Sasa hao paka wa porini ndio huwa wanakula sana kuku. Hao paka mara nyingi ambao utawafuga wewe mwenyewe nyumbani huwa hawasumbui sana. Sijui labda baadaye akija kuwa na hizo tabia, kwa sababu sisi tulifuga yule paka alizaliana akawa na watoto wake wengi. Baadaye ndo wale watoto wake sijui ndo walianza kula kuku, maana mwanzo yeye tulikuwa hatumuoni kila kuku, ila alipozidi kuwa na watoto wengi hii changamoto ndo tulikuwa tunaiona kabisa kila kuku. Kwa hiyo nitakuelekeza jinsi ambayo namna ambayo itakusaidia wewe kutokomeza kabisa hawa paka, nyoka pamoja na panya. Inategemea wewe una changamoto gani. Kila mtu nadhani alipo anaweza kuwa na changamoto, mwingine ni paka, mwingine ni panya na mwingine ni nyoka. Na kwa sisi ambao tupo kijijini tunakuta hizi changamoto zote ni kama vile tunakutana nazo. Kwanza kabisa kuna namna ya kwanza ya ujenzi wa banda lako. Banda lako utakapolijenga linaweza lisisupport kabisa hao wadudu kuingia. Kwa mfano, mabanda yetu sisi mara nyingi watu tunaweka huu waya mgumu. Huu waya mgumu unatusaidia sana kwa wadudu wakubwa. Wadudu kama paka, kwa sababu ukiupata ule laini paka waga na upalua na kucha mpaka unakatika na ingia. Lakini ukiupata huu waya ambao ni mgumu, paka hapo hawezi kupalua. Na pia utaliziba tu vizuri banda lako, usiache uwazi. Tumia waya mgumu, usiache uwazi. Lakini tukija kwa changamoto hiyo ambayo utakuwa umeweka hizi nyaya ambazo ni pana lakini ni ngumu, kwa changamoto hii nyoka anaweza kuingia. Kwa hiyo kwa changamoto hii ukiona shambani kwako shida bado inazidi kuwa na nyoka, unaweza ukaongeza na ule waya mdogo. Kwa una waya mkubwa na waya mdogo kwa sababu ya kuziba. Ule waya mdogo nyoka hawezi kupita. Lakini unapomzuia nyoka na pale chini pale wewe umesakafia vizuri kabisa. Sio unaweka ile ya kioo, huwa tunaweka rafu. Lakini ile rafu nyoka huwa ni ngumu sana kuchimba pale akaingia. Kwa hiyo hizo ni njia ambazo utapambana kwenye banda kwa kumfukuza huyo panya. Hata panya njia ni hiyo, lakini pia hata nyoka na hata paka, hiyo njia ya banda. Kwa kufanya hivyo kwenye banda, hapo paka itakuwa ni ngumu sana, paka, panya na hao nyoka itakuwa ni ngumu sana kuingia kwenye banda lako. Lakini pia bado kama banda lako lina kasehemu ambako kamekuwa ni kagumu sana kukarekebisha, kwa upande huo imekuwa ni ngumu sana kurekebisha, au huwa wanachimba sana, maana wengine huwa wana tabia za kuchimba sana chini. Kama wanachimba sana chini, basi unaweza ukatumia sumu. Kuna sumu hapo nitakupitishia. Hii sumu waga ni ya kuua wale wadudu wakubwa, inaua ngedere, sijui wale tumbili, wale wadudu wakubwa wale. Hiyo sumu, hii sumu yenyewe inauzwa 1000 tu. Unaweza ukaiweka kwenye pakiti, inauzwa kwenye pakiti. Unaweza ukaichukua ukaiweka kwenye samaki au nyama, vile vitu ambavyo wanapenda sana. Hii sana kwa paka. Paka wale wa porini ambao ni waharibifu, ukiwawekea hii sumu, huyu paka akila kile chakula ambacho kina sumu huwa atembei hata hatua mbili, anakuwa ameshakufa. Ni sumu kali sana. Bei yake ni ndogo, nadhani nauza shilingi 1000 tu. Lakini kama una hii changamoto, basi hii sumu itakusaidia sana. Sasa hii ya paka, na hii ya paka ndio inawaliza wengi sana. Unakuta umeweka sehemu mayai, paka anaingia, anataka yale mayai, au anakula yale mayai yote. Paka, panya, nyoka wote wana tabia hizo ambazo zinafanana, kula mayai, lakini vile vile wana tabia ya kula kuku. Kwa hiyo kama una changamoto hii, njia ya kwanza unaweza ukarekebisha vizuri banda lako. Njia ya pili, kama hii imekushinda, basi unaweza ukapata hii sumu. Na ukiwaua hawa kwa sumu, mara nyingi sana ni ngumu sana hawa paka kurudi. Yaani ni ngumu sana, kwa sababu sijui waga kama vile inakuwa kama kuna taarifa. Maana sisi hapa nakumbuka tuliwaua kama paka 3, lakini hadi leo hii mimi sijaona tena paka akiwa anasumbua tena hapa. Sijui wote ndio walikuwa wamekufa ambao walikuwa wanatusumbua, lakini mwisho wa siku tulitafuta paka mdogo ndo ambaye tunaishi naye kwa sababu ya panya, naweza kusema. Sasa na hii sumu nadhani tulishaionyesha kwa wale ambao mpo kwenye lile darasa letu la WhatsApp, tulishaionyesha hii sumu kwa sababu watu wengi pia mlikuwa mnasema changamoto yenu ni paka. Tulikuwa tunapewa sana hiyo changamoto paka. Kwa hiyo baadaye kabisa tukaitafuta tena ile sumu, kwa sababu tuliinuaga zamani sana, tuliitumia zamani sana. Ibidi tukaitafuta tena ile sumu, tukawapostia pale. Nadhani kama kuna mtu anaishi changamoto atakuwa alifanya, na nadhani natumai amefanikiwa kabisa kwa kuwatokomeza hawa wadudu. Niwakumbushe tu, KingoFarm tunatoa mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp. Ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Ukilipia shilingi 8,000 tunakuunga kwenye kundi, utaweza kuuliza maswali na utajibiwa. Lakini pia kama unahitaji ushauri
ushauri kuhusiana na ufugaji wa kuku wa aina yoyote ile, utapewa ushauri. Na hata pia kama unataka vifaranga bora kutoka kwenye makampuni ya kuaminika, sisi KingoFarm ukiwa umejiunga na hili kundi, tutakushauri na tutakupa namba za hayo makampuni ambao wanazalisha hivyo vifaranga. Utawasiliana nao na wataweza kukufikishia vifaranga hapo ulipo. Ikiwa tu umelipia hii shilingi 8,000 tu kwa muda wa miezi minne utapata huduma hizo. Lakini pia tuna vitabu vya ufugaji, tuna vitabu 5 ambavyo vina miongozo yote ya ufugaji. Tuna kitabu cha tiba za asili, kinakupa tiba zote za kuku. Ukiwa na hiki kitabu hautaenda tena dukani kununua dawa, utaweza kutengeneza wewe mwenyewe tiba kwa gharama nafuu, lakini kuku wako watapona kabisa ndani ya siku 3. Lakini pia tuna kitabu cha miongozo ya kufuga, tuna safari ya ufugaji, kinakupa mwongozo mzima wa kumfuga layers pamoja na chotara. Na pia tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hiki ni kizuri sana kwa wewe mfugaji wa kuku wa kienyeji ambaye unaona labda haupati matunda mazuri. Hiki kinakupa mwongozo wa kuwalea kuanzia wale vifaranga wadogo, kwanza kuwatamisha yale matetea, kuwalea wale vifaranga, chanjo, chakula, kila kitu, changamoto za kuku wa kienyeji na namna ya kuzitatua. Kitabu kina mwongozo mzuri kabisa wa kumfuga kuku wa kienyeji. Na hata kama ulikuwa una kuku 5, 6, unaweza ukawafuga kibiashara, ukazalisha kwa kutumia wao kuku. Ukiwa tu na hiki kitabu utaona ile miongozo mizuri kabisa sasa ya kutengeneza chakula. Kama unadhani kuku wako wa kienyeji wao wakitaga mayai mengi ni mayai 20 au 15, basi nataka kukupa habari njema. Ukiwafuga vizuri hao kuku wa kienyeji wanaweza kutaga mayai mpaka 30 mpaka 35, ikiwa tu umemtengenezea vizuri chakula na pia umempa booster za asili. Ukiwa na vitabu vyetu hivi vitakusaidia sana. Kama unataka una ndoto za kuwa mfugaji mkubwa lakini mtaji wako ni mdogo au una kuku wachache wa kienyeji, na kushauri uwe tayari tu kulipia ili sisi KingoFarm tukuongoze, tukutumie vitabu viwili, tukuunge pia kwenye kundi la WhatsApp ambao gharama yake ni 28,000 tu kwa hizo huduma zote. Kama wewe ni mfugaji wa kuku wa kienyeji na unataka kukua na kufanikiwa, ukilipia hivyo tutakuongoza, tutakupa formula, tutakupa kila kitu na tutahakikisha unafikia malengo yako. Lakini pia tuna kile kitabu cha ufugaji wa broiler ambacho kinaelekeza namna ya kumfuga broiler from day 1, kuanzia pale unapompokea kifaranga wa broiler mpaka anakuwa mkubwa. Muongozo mzima wa kumfuga broiler kwa kutumia mimea. Yaani utaacha kabisa hizi booster za dukani, utatengeneza booster wewe mwenyewe kwa kutumia mimea mbalimbali, na kuku wako watakuwa na uzito mkubwa tena wa ajabu kama utatumia hizi booster za asili. Na gharama yake pia itakuwa ni ndogo na itakuwa ni nafuu sana. Lakini vile vile tuna kile kitabu cha booster sasa ambacho kinahusika na booster tu, booster za kuku wanaotaga na kuku wa nyama. Ni kizuri sana. Kila kitabu ni 10,000 tu. Ukilipia unatumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tunauza incubator nzuri za kisasa. Incubator zetu ni tofauti kabisa na zile incubator za Mchina. Hapo awali tulitumia incubator za Mchina, matokeo jamani yalikuwa ni hafifu. Yaani matokeo yalikuwa ni kama zero. Kwa sababu tulikuwa tuna uwezo wa kuweka mayai hata 200 na tukapata vifaranga 15. Jamani, hii ilitustua na ilitupa mtihani mkubwa sana. Tukaingia kwenye kujifunza incubator nyingine za aina nyingine. Tukajifunza kutengeneza incubator za chuma. Kwa hiyo incubator zetu ni za uhakika kwa zaidi ya 98%. Baada ya kutengeneza hizi incubator zetu nzuri kabisa, tunaweza kupata vifaranga wengi. Kwa hiyo hata kama wewe una incubator yako ya Mchina inakusumbua au unatamani kupata incubator, tutafute KingoFarm tukuuzie incubator bora kwa bei nafuu kabisa. Bei ambayo utaipata kwetu KingoFarm na ubora wa incubator hautaweza kupata sehemu yoyote ile. Kama wewe ni mfugaji na ndoto za kukua, basi unaweza kupata hizo huduma. Na pia tutakuelekeza matumizi sahihi ya hiyo incubator na tutakusimamia kuanzia utakapoweka mayai mpaka utapata vifaranga. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au tutumie ujumbe. Asanteni sana, tunawapenda na Mungu awabariki sana.